Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Samia aahidi kujenga kongani ya viwanda kwa ajili ya zao la mwani mkoani Lindi. Tanzania yaungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya ufamasia. Katika biashara, TBS yateketeza tani 50 za bidhaa zisizofaa. Na katika habari za kimataifa, Nicolas Sarkozy ahukumiwa miaka 5 jela katika kesi ya ufadhili wa kampeni. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie mkoani Lindi ambapo tunaelezwa kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewaahidi wakazi wa Mchinga mkoani Lindi kujenga kongani ya viwanda mahususi kwa ajili ya zao la mwani ili kuliongezea thamani. Mwanahabari wetu Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Dr. Samia amesema hayo Alhamisi Septemba 25 mwaka huu katika jimbo la Mchinga mkoani Lindi, ambako anaendelea na kampeni za kunadi chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Dr. Samia amesema serikali anayoiongoza itaendelea kusimamia upatikanaji wa pembejeo za kilimo pamoja na mbolea za ruzuku kwa wakulima wa zao la korosho ili kumrahisishia mkulima asipate shida wakati akitekeleza shughuli zake za kilimo. Ndugu wananchi, pamoja na hayo niliyoyaeleza, natambua kiu yenu kubwa na ya Watanzania wote kwa ujumla ni kuona mradi wa gesi asilia kimiminika, yani LNG, wa kule Likongo Mchinga. Sasa mradi huu ni mradi mkubwa sana, ni mradi wa dola bilioni 40, dola za Kimarekani bilioni 40. Sasa anayewekeza lazima awe na uhakika wa pesa yake anayokuja kuiweka hapa itamzalishia kitu gani. Lakini na sisi tunaoletewa mradi lazima tuwe na uhakika mradi huu tutapata nini kutokana na mradi huu na maliasili yetu inayokwenda kutumika. Kwa maana hiyo tumekuwa na mizunguko ya mazungumzo, ndugu zangu. Tumezungumza sana kwa miaka 2 sasa, tunakaribia kukubaliana. Tuko hatua za mwisho za kukubaliana. Naye Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa, ameeleza mambo mbalimbali ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho ya mwaka 2020 hadi kufikia 2025. Akiwa uwanja wa Ilulu Lindi mjini kunadi sera za ilani ya chama hicho, Dr. Samia amepokea wanachama wapya kutoka vyama vya upinzani ambao wamehamia chama hicho kwa madai kuwa alichokifanya mgombea huyo akiwa rais ni kielelezo kuwa ana uwezo wa kuongoza tena nchi ili kuleta maendeleo katika taifa. Natuma salamu kwa chama changu. Natuma salamu kwa chama changu. Meseji zimeingia za vitisho. Waambie mtoto mdogo mimi sitishiki. Nimeamua, nimerudi nyumbani. Wewe unanitisha, huku niko nyumbani, sitishiki mitano tena. Kwa hiyo naombeni wana CCM. Mimi ni mwana CCM ambaye niliokawa muhasi na mwa kurudi nyumbani. Nyumbani ni nyumbani na kurudi sio dhambi. Naomba nikupongeze mamangu Mama Samia. Naomba nikupongeze mkwe wangu Majaliwa. Leo hapa nakuita kama mheshimiwa wangu. Nikisema kwa sababu gani? Mheshimiwa Majaliwa ni mkwe wangu ambaye ni rafiki wa marehemu mkwe wangu Alinalaga, ambaye ndugu yake Ramadhani Nalaga ndo ameneoa mimi na nimemleta leo hapa kuja kumbadilisha wote tuje sisi. Nao wagombea nafasi ya ubunge kutoka jimbo la Mchinga na Kilwa Kusini wameeleza utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Wananchi wana matumaini makubwa kwamba katika miaka yako 5 ijayo ya uongozi wako mambo yatakuwa mazuri zaidi. Ndio maana tunasema kwa kujiamini kuwa Mchinga kuchele na yajayo yanafurahisha. Na ndiyo sababu tunasema Samia Suluhu Hassan mitano tena.
Mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan amehitimisha kampeni zake mkoani Lindi Alhamis tayari kwa ajili ya kuendelea katika mikoa mingine kunadi sera za chama hicho. Tanzania imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya ufamasia duniani, huku ikisisitiza kuendelea kuimarisha kada ya ufamasia kwa kupitisha miongozo ya kutambua ubobezi pamoja na kuanzisha huduma na idara za kusimamia ufamasia katika vituo vya afya na hospitali kwa ujumla. Gula Kimsola anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Afya wakati wa maadhimisho ya siku hiyo iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Mkurugenzi wa Taasisi ya Mifupa Muhimbili MOI Dr. Mpoki Olisubisya amesema serikali itaanzisha mwongozo wa huduma za ufamasia tabibu ili kufanya huduma za ufamasia nchini kutolewa kwa mizania sawa katika ngazi zote za nchi. Na udhamini wa mafunzo haya ambao uliofanyika utasaidia kuongeza kwa kiwango kikubwa sana stadi za ufundishaji na kuwezesha kupata wataalamu wa famasi wenye ujuzi unaostahili. Ndugu wageni waalikwa na wanataaluma, ili jitihada hizi zisipotee bure, wizara itakamilisha na kuidhinisha mwongozo wa Clinical Pharmacy Services ulioandaliwa kwa lengo la kuhakikisha huduma za kifamasia tabibu zinatolewa kwa mizania iliyokuwa sawa katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya katika nchi yetu. Ninasisitiza niletewe mapema, maana hili liko kwenye meza yangu ili tuweze kulifanyia kazi kwa wakati. Kwa upande wake, msajili wa Baraza la Wafamasia nchini Boniface Magige pamoja na rais wa Chama cha Wafamasia nchini PST wamesema kada ya ufamasia nchini imeendelea kukua kwa kasi kutokana na ongezeko la bidhaa za huduma za ufamasia kutoka 57% mwaka 2021 hadi zaidi ya 90% kwa mwaka huu, huku bado changamoto ikisalia kuwa ni kutambua ubobezi pamoja na uchache wa famasia katika kada ya afya. Mfano mzuri ni maeneo ambayo sasa nchi nzima tunaona ni tatizo kwa afya za jamii. Eneo la figo lenyewe linahitaji sasa wafamasia wabobezi zaidi kule. Kwa hiyo tunaamini kabisa hii ni safari. Sasa tunazungumza habari ya huduma za kifamasia katika kumhudumia mgonjwa kwa karibu. Kwa hiyo muda si mrefu sasa tutakuwa na ubingwa wa ubobezi katika maeneo kama ya figo, moyo, masuala ya matatizo ya tumboni na kadhalika. Kwa hiyo tunaamini huku tunakoelekea kuna wabobezi watakuja, watafanya kazi nzuri na jamii kwa ujumla itatambua mchango wa mfamasia. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kusisitiza hoja hii ya umuhimu wa kuwa na wafamasia katika vituo vya kutolea huduma, naomba nijielekeze kufanya rejea katika hotuba ya bajeti ya Wizara ya Afya mwaka 2025-26 ambapo tumeona ongezeko ikitamka kuwepo kwa ongezeko la upatikanaji wa bidhaa za afya katika vituo vyetu vya afya kutoka 57% mwaka 2021 mpaka 87% mwaka 2025. Lakini ongezeko hili limefikia 99% katika hospitali zenye ngazi ya hospitali ya taifa, hospitali ya kanda na hospitali zile maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme wazi sifa kubwa ya hospitali hizi ambazo zimeweza kufikia 99% ya upatikanaji na usimamizi wa bidhaa za afya ambazo ni hospitali ya taifa, kanda na zile hospitali maalum ni uwepo wa wafamasia wengi. Katika kongamano hilo pia baadhi ya washiriki kutoka taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi ya kidini ya Kikristo wakiwa ni wadau wa utoaji elimu ya kliniki ya famasia pamoja na baadhi ya wafamasia wameiomba serikali kuangalia upya swala la skimu ya famasia ili kutambua kada ya ubobezi pamoja na kutanua wigo wa ajira za wafamasia kutoka wafamasia wa sasa ili waendane na kasi ya uhitaji. Pamoja na maboresho mengi ndugu mgeni rasmi ambayo tumeyaona, lakini bado utekelezaji wa shughuli za kifamasia kuna changamoto kadhaa pia ndugu zetu wanazipata. Na changamoto ya uchache wa wataalamu wao tunafahamu hilo, na wizara imekuwa ikiendelea kushughulikia, serikali kwa ujumla, lakini pia tunaona pia wanashindwa kutekeleza baadhi ya majukumu yao ya msingi, ikiwemo
kuwahudumia wagonjwa, yani wodini. Mfano hiyo imekuwa ikielezwa hapa clinical medicine, na tutafurahi kusikia kwamba tayari of course katika hospitali ngazi za mikoa na kanda na zile za taifa mambo yameanza kuwa mazuri. Na eneo kubwa ambalo tumelifanya ni lile eneo la kuhakikisha kwamba serikali yetu, hasa kwa maana ya Wizara ya Afya, inaikubali clinical pharmacy, huduma ya clinical pharmacy. Tunashukuru Mungu sana. Tunashukuru Mungu sana Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa sasa angalau hospitali zetu za mikoa za rufaa na za kanda sasa clinical pharmacy inatumika. Mungu awabariki sana wale wote mliochangia. Kwa mujibu wa serikali, mpaka sasa Tanzania ina jumla ya famasia 4123 huku ikiwa imetangaza nafasi nyingine 123 kwa ajili ya kada hiyo ya ufamasia, ambapo zaidi ya wafamasia 400 wameomba wakisubiri kufanyiwa udahili. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Tanzania na Ireland zimekubaliana kushirikiana kimkakati katika kuendeleza sekta ya kilimo na viwanda kupitia programu ya elimu ya ujuzi katika viwanda vya chakula vilivyopo nchini Ireland ili kukuza sekta ya kilimo pamoja na kudhibiti upotevu wa chakula nchini Tanzania. Tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msolla kwa taarifa zaidi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa utiwaji saini wa makubaliano ya ushirikiano baina ya taasisi ya Mo Dewji na kampuni ya Kerry kutoka nchini Ireland kwa ajili ya kutoa nafasi za masomo kwa wanafunzi wa Kitanzania, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Profesa Caroline Nombo pamoja na balozi wa Ireland nchini Tanzania Nicola Breman wamesema ushirikiano huo umelenga kukuza na kuongeza rasilimali kazi katika nyanja ya viwanda na kilimo pamoja na sekta ya chakula ambavyo vipo nchini. Tunafahamu wanapokuwa katika taasisi za elimu, katika vyuo wanapata ujuzi, lakini kwa kweli mazingira na teknolojia zilizopo katika viwanda zinabadilika haraka sana. Kwa makubaliano haya leo yanaenda kudumu kwa kutekeleza azma ya kuwaunganisha wanafunzi waliotoka kwenye vyuo na viwanda. Kwa maana hiyo wanafunzi hawa watapata mafunzo katika ngazi za vyuo kidogo sana, lakini kwa muda mwingi watakuwepo katika viwanda ili waweze kuperfect, waweze kupolish ule ujuzi wao ambao wamepata walipokuwa chuoni. Na kama mlivyosikia, watakuwepo katika programu hii kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka mmoja wanafunzi hao watapikwa kweli kweli. Kwa upande wao, wakilishi wa taasisi ya Mo Dewji Samson pamoja na mwakilishi wa kampuni ya Kerry upande wa Tanzania Salma Kimweli wamesema makubaliano yaliyofanyika hapa nchini yatawezesha wanafunzi wa vyuo zaidi ya 6 ambao kwa sasa ni takriban 40 kwenda kupata mafunzo nchini Ireland, hususan wakijikita katika viwanda vya vyakula ili kuweza kusaidia viwanda vya Tanzania katika miaka ijayo. Sisi kama taasisi ya Mo Dewji Foundation ambao tumejikita kwenye programu za kurudisha kwa jamii kwa kusaidia kwenye maeneo makuu matatu ya elimu, afya na maji, kupitia programu hii maalum, lengo ni kuwasaidia vijana hawa kupata ujuzi ambao utaendana wao, kuwasaidia kutatua changamoto za ukosefu wa ajira pamoja na changamoto mbalimbali ambazo tuko nazo kwenye viwanda vyetu. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumejikita kuhakikisha kwamba kupitia programu hii tunakwenda kuzalisha watu watakao initiate au kuanzisha au kuendeleza uelekeo wa kufanya mabadiliko. Kwa sababu tumeanza huu mwaka na tumeanza na wanafunzi 40 wa vyuo kama 6, ambapo vyuo rasmi kabisa tulivyofanya nao sponsorship ni University of Dar es Salaam na Sokoine University of Agriculture, lakini tegemezi zetu tukimaliza mwaka mmoja ukiisha, tunategemea kuongeza nyufa katika kudeal na university nyingine kama University of Dodoma, Moss University na vyuo vyote vinavyotoa food science and chemistry. Naye naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Boniface Nelson pamoja na baadhi ya wanafunzi waliopata nafasi ya kusoma nchini Ireland wameeleza programu hiyo itaweza kusaidia kuongeza maarifa pamoja na kuinua sekta ya kilimo hapa nchini. Tumesaini hati ya makubaliano ya kufanya kazi na Mo Dewji Foundation na kampuni kutoka Ireland inayoitwa Kerry Groups kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaomaliza katika
tasnia za kilimo na uhandisi wanapewa ujuzi kwenye kuchakata chakula. Hii ni katika kuitikia mabadiliko ya mitaala ambapo wanafunzi wanapata elimu darasani, wanapata mafunzo kwenye vyuo, lakini wakimaliza baadaye wapate ujuzi mahususi kwa ajili ya kufanya hizo kazi. Wanafunzi 40 kutoka vyuo hivyo, lakini na vyuo vingine watanufaika. Chuo cha Dar es Salaam kinatoa wanafunzi wake watashiriki katika hiyo tunaita industrial attachment baada ya mafunzo ya darasani na walivyomaliza degree zao. Kupitia programu hii naahidi wa Tanzania tutapata skills ambazo zimekuwa established tayari kwa ajili ya maendeleo mapana katika sekta yetu ya chakula na kilimo kwa ujumla. So kupitia programu hii ni nafasi kwa sisi vijana kupata hizo skills, kwa sababu ni muunganiko wa makampuni ambayo ya nchi zilizoendelea, kwa watatutransform hizo skills zao kwetu kwa ajili ya kuimpact kwenye jamii yetu kwa maendeleo ya viwanda pamoja na sekta nzima ya chakula. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Mara imetoa saa 48 kwa mkurugenzi wa kampuni ya Confix and Engineering Limited kuripoti kwa mkuu wa mkoa huo, huku ikiagiza jeshi la polisi na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kuwahoji wawakilishi wa kampuni hiyo kufuatia kusuasua kwa kandarasi waliopatiwa katika chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia. Adam Kadutu anaripoti kutoka Butiama. Agizo hili linatolewa na mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi baada ya kukagua maendeleo ya mradi huu hapa Butiama na kubaini kasi ndogo ya ujenzi ambao umefikia 60% pekee badala ya 97 iliyotarajiwa kufikia Septemba 27 mwaka huu. Wakati mmepewa hii kazi mliambiwa mnajenga kwenye mwezi, kwenye mbala mwezi. Mliambiwa mnaenda kujenga Jupiter. Si ni sehemu ambayo kuna mvua, kuna jua, kuna vumbi, kuna tope. Na kutaka hapa kesho kutwa hapa. La sivyo hao watu wako wote utawakuta ndani hapa. Wana changamoto ya financial crisis ndani ya kampuni. Kampuni hii ya mkandarasi mzawa ilipewa kandarasi ya shilingi bilioni 21.4 kujenga jengo kuu la utawala na maktaba, lakini hadi sasa utekelezaji wake umechelewa licha ya kuongezewa muda. Actually it was a bit delayed for the order. Tunasubiria tu bati zifike site ili tuweze kupaua. Hapa kazi nyingi zimebakia ni za finishing. Mfano kwenye milango mheshimiwa subcontract kwa mtu Mwanza. Mkuu wa wilaya ya Butiama amesema awali walichukua hatua ya kumuita mmiliki wa kampuni, lakini jitihada hizo hazikuzaa matunda. Tulimuita mwakilishi ona wa hii kampuni kwenye kikao chetu cha kamati. Kiukweli hakutokea. Alitumwa mwakilishi. Aliahidi kwa maandishi kwamba tarehe 27 jengo fulani litakuwa tayari. Hii sababu za kuweza kukamilisha mradi kwa wakati, lakini yale maagizo yote kwamba tunaenda this way kandarasi afanye. China Jiangxi International Corporation ambayo nayo inatekeleza mradi wa ujenzi katika chuo hiki imefikia 77% ya majengo 11, huku Shandong High Speed ikiwa na 84% katika majengo mawili ikiwemo hostel na jengo la chakula. Lakini kwa spidi ya supply wetu wa milango tunategemea ndani ya mwezi mmoja mpaka 1.5. Although I can see the progress of work is a bit promising, but I hate delay. Zaidi ya shilingi bilioni 102 zinatumika katika ujenzi wa majengo na miundombinu mbalimbali katika mradi huu wa kimkakati wa chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia hapa Butiama. Kutoka hapa wilayani Butiama mkoani Mara, jina langu ni Adam Kadutu, TVE Habari. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Wakala wa nishati vijijini REA imezindua mradi wa ugawaji wa majiko na mitungi ya gesi kwa watumishi wa jeshi la magereza nchini, ambapo zaidi ya majiko na mitungi ya gesi 15,000 itagawiwa kwa askari na maafisa wa jeshi hilo. Kutoka Tabora, Joseph Ndau ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Muhammad Jamal. Ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba wa REA na magereza kulipatia ruzuku jeshi la magereza nchini ili kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa ambayo yamekuwa yakichangia uharibifu wa mazingira nchini. Wakala wa nishati vijijini REA imetekeleza mkataba huo iliyoingia na jeshi la magereza nchini wenye vipengele 7 vikiwemo cha kuwapatia watumishi wa jeshi la magereza majiko na mitungi ya gesi. Dr. Joseph Sambali kutoka dawati la jinsia REA anaeleza mradi huo wa ugawaji majiko na mitungi ya gesi katika hafla fupi iliyofanyika gereza kuu la Uyui, Tabora. Kipengele cha 3 ni usambazaji wa mitungi ya gesi 15,126 ya kilo 15 na majiko ya gesi ya sahani 2 kwa watumishi wote wa magereza. Na katika hafla hii
ndiyo ambapo kipengele hiki cha huu mkataba tumekuja kuzindua ili kuhakikisha kabisa kwamba watumishi wote wa magereza, tukiamanisha kwamba ni askari pamoja na maafisa, na nimefurahi kuona kwamba tunao maafisa kutoka hospitalini na pia nao ni wanufaika katika huu mradi. Akizindua ugawaji huu wa majiko na mitungi ya gesi, mkurugenzi wa bodi ya nishati vijijini mhandisi Ahmed Chinemba amedai REA inatekeleza mkakati wa kuondosha matumizi ya kuni na mkaa ambayo imekuwa na athari kubwa. Lakini kupitia utekelezaji wa mradi kama ilivyoelezwa, magereza zote Tanzania bara zitajengewa miundombinu ya kupikia kwa kutumia nishati safi. Na kwa maono hayo kwa kutumia jeshi la magereza tutatekeleza ile agizo la Mheshimiwa Rais na kufikia 80% wa Tanzania wote wanatumia nishati safi ya kupikia itakufika mwaka 2034. Magereza, unaona namna gani tuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa sisi tunatoka vijijini, kuna shida sana ya watu kuendelea kutumia kuni na mkaa. Kwa upande wake, mkuu wa magereza mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi Enoch Mwanguku amewataka watumishi wa magereza kuanza kutumia majiko hayo ya gesi. Unapopata hilo jiko, wewe ndio mtu wa kwanza kutoa salamu na ujumbe kwa wanao kuzunguka ili elimu iongezeke. Kuna msemo mmoja anasema ukipika ugali wa kuni ni tofauti na ugali wa mkaa. Yaani ugali wa kuni ni mtamu zaidi na ugali wa mkaa ni mtamu zaidi kuliko gesi. Au ni maneno tu, tumia ni gesi. Sawa? Hutachakaa mapema. Na kutumia kuni utachakaa mapema, TB, nini kila kitu, si ndio? Nafikiri mmepigilia msumari mwaki. Tunaahidi kuitumia vizuri, tutakuwa ni wawakilishi wazuri. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Serikali imewataka wazazi na walezi kusimamia vyema maadili ya watoto ili kukabiliana na changamoto ya mmomonyoko wa maadili, hasa katika kipindi hiki ambacho wanafunzi wa darasa la 7 wamemaliza elimu hiyo, kwani bila usimamizi bora watakuwa na muda mwingi wa kujifunza mambo yasiyofaa kupitia mitandao na makundi ya rika. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Ubungo katika mahafali ya darasa la 7 ya shule ya awali na msingi Brookside iliyopo Kimarasuka, afisa tarafa wa tarafa ya Kibamba Beatrice Mbawala amesema kwa sasa dunia inakabiliwa na changamoto ya mmomonyoko wa maadili, hususan kutokana na matumizi mabaya ya mitandao. Hivyo ni muhimu kwa wazazi na walezi kusimamia vyema watoto. Tukasaidie watoto wetu, tunatumia wakati mwingine sisi mitandao kuwafanya watuulie tuendelee na shughuli zetu. Lakini mitandao watoto sio mibaya, simu sio mbaya. Aliotengeneza simu na internet akutengeneza kwa nia mbaya. Kwa sababu wako watu wananufaika kwa hizo simu mnazozijua nyinyi. Mnawajua watu. Mimi sisemi simu mbaya na siwezi kutamka hiyo simu kama sisi katika serikali. Hatusemi simu mbaya. Wala internet ni mbaya, ila watumiaji ndio wabaya. Kwa upande wake, makamu mkuu wa shule ya awali na msingi Brookside Zuena Ali, wakati akisoma risala, amesema shule hiyo imekuwa ikiwafundisha watoto elimu mbalimbali za vitendo, ikiwemo ujasiriamali wa kutengeneza batiki, elimu ya kompyuta, elimu ya muziki, elimu ya michezo pamoja na kazi mbalimbali za mikono. Tumefanikiwa kutengeneza madarasa ya kujifunza kwa vitendo, nayo ni darasa la vocational skills, yaani stadi za kazi, ambapo wanafunzi wetu wanajifunza kushona, kutengeneza batiki na kupika. Darasa la kompyuta, yaani computer lab, ambapo wanafunzi wanajifunza kompyuta ili kuendana na maendeleo ya sayansi na dira ya taifa. Pia kuna music class, darasa la muziki, ambapo wanafunzi wanajifunza kutumia zana mbalimbali za muziki kukuza vipaji vyao ambavyo ni ajira kubwa kwa sasa. Hata hivyo, mmoja wa wazazi Bi Elizabeth Liamuya amesisitiza wazazi wenzake kusimamia maadili, huku mwalimu mkuu wa taaluma wa shule hiyo Frank Kalenga na Erika Edwin, mhitimu wa shule hiyo, wakisisitiza kuwa shule imewajengea uwezo na maadili, hivyo jukumu la wazazi ni kuwaendeleza. Nikiomba tu kwa dhati wazazi tuweze kwenda kuwasimamia vema vijana hawa. Malezi haya aliyoyapata hapa katika shule ya Brookside tusiache yakapita. Tumekuwa katika mihangaiko mingi ya kimaisha, lakini tuwakumbuke vijana hawa, tuwalee, hasa tunapoangalia maadili sasa yalivyo magumu. Watoto wetu 134 wameweza kuhitimu leo elimu yao ya msingi.
tumeweza kuwafundisha watoto kuishi maisha yao wenyewe bila kuiga yale wanayokutana nayo mtaani, huku tukiwasisitiza kwamba elimu walioipata iweze kuwasaidia katika maisha yao, waweze kufanya yale yanayowapasa katika jamii zao, waweze kuwasaidia wazazi wao. Mbali na hivyo, pia aina ya ujuzi ambao wameupata shule basi uweze kuwasaidia wakaweza kuwa raia wema katika jamii inayowazunguka. Mimi kwa upande wangu napenda kuwashukuru wazazi wangu na walimu wangu kwa kunisaidia kunipa msingi mzuri kusudi wakati nilifika elimu ya msingi naweza nikasoma elimu ya sekondari, naweza nikasoma vizuri na kuelewa na kumbuka nilichofunzwa na walimu wangu. Katika mahafali hayo, watoto wamefanya maonesho ya kazi mbalimbali za mikono, huku onesho la utengenezaji wa batiki likionyesha kuwavutia zaidi wazazi, kwani kazi hiyo ni ajira inayoendesha maisha ya watu hapa nchini. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Hospitali ya Aga Khan imeshiriki maonyesho ya teknolojia ya madini yanayofanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan mkoani Geita, ambapo imeendelea kutoa huduma za afya bure kwa wananchi kwa lengo la kuhakikisha jamii inakuwa na afya njema. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Daktari wa hospitali hiyo mkoani Geita, Baraka Kadiva, amesema tangu kuanza kutokea kwa huduma hizo za vipimo bure, wamebaini changamoto kubwa kwa wananchi wengi kuwa ni maumivu ya viungo vya mwili, hali inayochangiwa zaidi na shughuli ngumu wanazozifanya kila siku. Kwa tangia tumeanza kupima kwa Geita sana kuna changamoto kubwa sana ya matatizo ya viungo. Sawa, matatizo ya viungo kwa Geita ni kubwa sana. Kwa sababu nadhani kwa ajili ya shughuli ambazo zinafanyika katika mkoa wetu huu wa Geita, shughuli nyingi hapa ni shughuli za madini. Kwa hiyo watu wengi sana wanajishughulisha na shughuli za madini. Kwa hiyo kupata changamoto za migongo kuuma ni kawaida sana huko. Kwa upande wake, mtaalamu wa maabara wa hospitali hiyo Abdul Fadhil amesema wanapokutana na wagonjwa wenye matatizo mbalimbali wamekuwa wakitoa ushauri wa kitaalamu pamoja na kuhamasisha kutafuta tiba stahiki ili kuboresha afya zao. Lipo. Kwa hiyo tukiwapata watu kama hao tunawashauri waanze dawa kliniki katika hospitali zetu au hospitali ambazo zinazotuzunguka. Pia kuna wengine ambao pia tunawashauri wanachukua hata mashine kwa ajili ya kupata detail kwa ajili ya kufuatilia sukari yao inakuwa inaendeleaje. Nao baadhi ya wananchi waliotembelea banda hilo wameshukuru kwa huduma bure walizozipata katika maonesho hayo. Uendelee kutuletea mabanda kama haya. Ingilikuwa hospitali tungilikuwa tumeambiwa pesa, lakini bure. Tunawashukureni sana. Nimefika katika maonyesho haya. Kuna huduma ambayo nimebahatika kuliona katika kutembea kwangu kwa mabanda. Huduma niliyoipata, nimetembea katika banda la Aga Khan Hospital. Kwa kweli nimefanikisha kuweza kupata huduma nzuri ya magonjwa. Kwanza nashukuru Mungu ni bure. Mbarikiwa walioleta huduma hii. Wananchi hao wameelezea kuwa huduma walizopata zimewasaidia kubaini hali ya afya zao mapema, na wametoa wito kwa hospitali na taasisi nyingine kuendelea kutoa huduma za aina hiyo ili jamii iendelee kuwa na afya bora. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini General Jacob John Mkunda amewataka vijana wahitimu wa mafunzo ya awali ya kijeshi kwa mujibu wa sheria kuyatumia vyema mafunzo waliyopata ili kukabiliana na vitendo vya mmomonyoko wa maadili na uhalifu vinavyozidi kushamiri katika jamii kutokana na ukuaji wa teknolojia na maendeleo ya kisasa. Kwa taarifa zaidi tuungane na Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma. Katika taarifa yake iliyosomwa kwa niaba yake na Brigedia Generali Simon Pigapiga katika hafla ya kufunga mafunzo ya awali ya kijeshi kwa mujibu wa sheria, operesheni nishati safi katika kikosi cha jeshi 842 JKT Mlale kilichopo halmashauri ya wilaya Songea mkoani Ruvuma, Generali Mkunda amewataka vijana hao kuwa wazalendo na kujiepusha na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanayochochea mmomonyoko wa maadili na kueneza vitendo vya uhalifu. Aidha, amewataka wahitimu hao kujilinda dhidi ya tabia na mienendo itakayoweza kuhatarisha ustawi wa afya zao na maisha kwa ujumla. Huu ndio umri wa kuiga mambo maovu au mazuri. Utandawazi uwe faida na sio kuangamiza. Unakuta mambo yanazungumzwa kwenye mitandao kusema viongozi wa serikali na viongozi mbalimbali. Hatutegemei wewe
kijana wewe mwenye rekodi ya kuwepo mahali hapa na kuhitimu leo, tuje tukukute unachangia, mkawe vijana bora wakati wote, kwa kujiepusha na vitendo vyote vile vitakavyowasababishia matatizo ya afya ya mwili na akili. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia General Ahmed Abbas Ahmed, ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika hafla hiyo, akizungumza na wahitimu, amewataka kuishi kiapo walichoapa na kuyatumia mafunzo walioyapata kuijenga jamii yenye maadili mema na uzalendo. Mmeapa kwenda kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenda kuitetea kwa nguvu zenu zote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhakikisha taifa hili linaendelea kubaki huru, salama na amani wakati wote. Nendeni mkaishi kiapo hicho. Mafunzo haya ni mwendelezo wa utekelezaji wa mawazo ya muasisi wa taifa letu, baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uanzishwaji wa JKT. Hivyo kwa kutumia mafunzo waliyopata vijana wanaendelea kutekeleza wazo hilo kwa vitendo. Awali akiwasilisha ripoti ya mafunzo, kaimu kamanda wa kikosi cha jeshi 842 JKT Mlale amesema mafunzo hayo ya awali ya kijeshi kwa mujibu wa sheria operesheni nishati safi yamewajenga vijana hao kuwa na nidhamu, uzalendo, kujiamini pamoja na utimamu wa mwili. Vijana hawa wamefundishwa masomo mbalimbali ya ukakamavu na ujasiriamali ambayo yamewajengea nidhamu, uzalendo, kujiamini na utimamu wa mwili. Sisi vijana wa JKT tumejifunza na kwenda mtaani kuleta kuwapa wenzetu elimu ya kwamba kusana masuala haya ya utandawazi yawe ni mojawapo ya tija katika kutupatia faida na maendeleo katika maisha yetu. Jeshi la Kujenga Taifa limetusaidia katika kujifunza mambo ya kilimo pamoja na uvuvi. Kupitia kilimo na uvuvi pia vinaweza kutusaidia sisi wenyewe kujiajiri. Nikiripoti kutoka katika hitimisho la mafunzo ya vijana wa operation nishati safi ambayo yamefanyika katika kikosi cha jeshi 842 JKT Mlale kilichopo halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Innocent Oromo, TV Habari, Ruvuma. Asante sana Innocent Oromo kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Ituha kata ya Ilomba mkoani Mbeya wamemuomba mgombea ubunge jimbo la Uyole kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Tulia Ackson kuwatengenezea miundombinu bora itakayokuwa na tija kwa wafanyabiashara ndogo ikiwa ni pamoja na kuwawezesha kiuchumi. Taarifa Daniel Simarta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Wananchi wamesema hayo baada ya mgombea ubunge wa jimbo la Uyole Daktari Tulia Ackson kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kunadi sera zake, ambapo wamemuomba mgombea huyo kuanza na masuala ya soko ili kuwasaidia wafanyabiashara katika utekelezaji wa biashara zao. Changamoto sana ya soko ndio ambayo akituimarishia itaweza kutuimarisha sisi wananchi wa eneo hili kiuchumi na kuweza sisi kupambana kufanya kazi na vipato vyetu kukua. Kwa mimi nilichokielewa, tulikuwa tunaomba aanze na soko kwa sisi wafanyabiashara wadogo pia tuwezeshwe mitaji. Kwa upande wake Daktari Tulia Ackson mgombea ubunge jimbo la Uyole amehakikishia wananchi hususan wafanyabiashara wa maeneo mbalimbali kuwa utolewaji wa mikopo kwao utakuwa ni endelevu ili kukuza biashara zao. Uwezeshaji wananchi kiuchumi. Ndugu zangu wanailomba, ndugu zangu wanaitua, nafahamu hapa tuko wanawake tunaojishughulisha na biashara ndogo. Tunahitaji mikopo. Tuko vijana tunajishughulisha na biashara zetu, tunahitaji mikopo. Tuko wanaume hapa tunahitaji mikopo. Msiwe na wasiwasi. Tutaendelea kuwezeshana mpaka tutoke hatua moja kwenda nyingine, maisha yawe bora kabisa kwa kila mwana Uyole. Uyole ni kazi, ukipenda UK, maisha ya kila mwana Uyole yatabadilika safari hii. Katika hatua nyingine, Daktari Tulia amezungumzia suala la kufanya marekebisho ya soko la Ituha pamoja na masoko mengine yenye miundombinu mibovu. Sasa mahitaji ya soko, kwa sababu ni sehemu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Wa soko hapa hata mimi nimeiona, mimi mwenyewe sitakujaga hapa. Kwa hiyo mazingira ni magumu kidogo. Lakini sasa tutakachokifanya
Tutakachokifanya ni kwamba tutawasiliana na wataalamu waje waangalia mazingira yetu hapa kwanza, alafu tuone kama tunaweza kufanya hayo mabadiliko hapa, ili kama si hapa na uzuri machifu wako hapa, basi tuangalie eneo gani upande huu wa Ilomba tupate soko la kisasa, kina mama wasinyeshewe, vijana wasinyeshewe. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, TBS yateketeza tani 50 za bidhaa zisizofaa.